Yesu alimwambia hivi, uwafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuielekea nuru, waziache nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao. Angalia, na urithi miongoni mwa waliotakaswa kwa imani yangu mimi. Yesu anasema hayo maneno, lakini ameeleza condition hapa. Ni kwa kuamini habari za Yesu kufa na kufufuka katika wafu. 23 na 28 anasema hivi, wakiisha kuagana naye siku, wakamjia katika nyumba aliyokaa watu wengi sana, akawaeleza kwa taratibu na kushuhudia ufalme wa Mungu, akiwaonya mambo yake Yesu. Kwa lugha rahisi, akiwafundisha mambo yake Yesu. Mara Kiingereza anatumia neno persuading, akiwashawishi mambo yake Yesu kwa maneno ya sheria ya Musa na ya manabii tangu asubuhi mpaka jioni. Sasa nisikilize kwa makini. Paulo alikuwa akiwashawishi watu asubuhi mpaka jioni kwa kutumia maneno ya sheria ya Musa na manabii. Katika kuzungumza kwake alikuwa akichambua na kuelezea habari za Yesu kutokea kule, ambazo ni habari za kufa na kufuka kwake. Alitumia Torati ya Musa na manabii asubuhi mpaka jioni kwa muda wa kutosha. Watu walikuwa wanaenda nyumbani kwake kila siku. Wengine waliamini yale walionenwa na wengine hawakuyaamini. Ndivyo ambavyo kutokea hata leo. Unaweza kuhubiri watu wachache wakaamini, wengine wakakataa, lakini hiyo ni kamisha. Ukienda kushare injili, wengine wataamini na wengine watakataa. Ni mwisho wa siku lazima waone kinacho natakiwa kuwaonyesha habari za Yesu Kristo, mateso, kufa na kufufuka siku ya tatu. Ndani ya hizo habari ndio kuna ukombozi wa wanadamu. Haijalishi unaiona hizo habari kama zinachekesha, haijalishi hizo habari kama ni za kipuuzi, kama alivyokuwa anaona watu wengine, lakini mwisho wa siku Mungu akitaka kuokoa, anawaokoa kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Anawapa ondoleo la dhambi kwa sababu wameamini katika mauti ya Yesu Kristo, kuteswa na kufa na kufufuka kwake pamoja na ufufuo wake. Hiyo ndiyo injili.